Asante. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema yake ya ajabu, niweze kumhimidi kwa pendo lake maishani mwetu. Ni tumaini langu kwamba mpendo wa ubuheri wa afya, Bwana amekulinda na amekuhifadhi ili kwamba tuweze kuwa katika somo hili tena pamoja. Basi siku ya leo, ninajua ni siku ambayo nilipaswa kuleta unabii, lakini nitauliza kwamba uniwie radhi kwa sababu ya hili location. Kuna vitu ambavyo bado navitayarisha, naendelea kuviundaunda ili kwamba niendelee na masomo haya vizuri. Kwa hivyo nitaendeleza kisa ambacho niliweza kukianza jana, kisa cha kuitwa kwa Ibrahimu, na baada ya kuitwa akaweza kwenda Kanaani kama Mungu alivyokuwa amekusudia. Basi wakati huu ninaomba tuweze kuomba ili tuanze pamoja. Baba na Mungu wetu mwema, tunakushukuru kwa neema yako. Asante kwa nafasi hii ya kipekee ambayo umetupa tuweze kuwa hapa ili kwamba tuweze kusikia kutoka kwako. Niombalo ni kwamba uwepo wako Bwana ukaweze kuwa pamoja nasi na ukapate kutuongoza tunaposikia neno hili, lituvute karibu na msalaba wako, litupe matumaini na lituandae kwa ajili ya uzima wa milele, maana ndilo ombi letu kuu kupitia kwa Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amina. Mpendwa, leo ninaendeleza kisa ambacho nilikianza jana, na kwa kweli tuliona jana, labda nikifanya recap tu kwa wale ambao hawakutazama somo la jana, na inakuomba kama kuangalia unaweza kwenda ukaliangalia ili kwamba tuweze kuendelea pamoja. Ya kwamba tuliona Mungu anaenda kumwita Ibrahimu, lakini Ibrahimu akiwa anaishi katika nchi ya Uru wa Wakalidayo pamoja na baba yake Tera na ndugu yake Nahor na mwingine aliyekuwa anaitwa Harani. Mandugu hawa watatu, Ibrahimu ndiye alikuwa mkubwa, Nahor alikuwa wa pili, na Haran alikuwa ndiye kitinda mimba. Na tukaona kwamba Haran akaoa, mke wake hakutajwa, lakini akapata watoto watatu, mvulana mmoja na wasichana wawili. Mvulana alikuwa anaitwa Lutu na wasichana wale wawili alikuwa ni Milka na Iska. Hivyo tukaona ya kwamba hata majina yao pia yalikuwa na maana. Tuliona ya kwamba Tera inamaanisha station, kituo. Ibrahimu yani alikuwa anaitwa Abram, ilikuwa inamaanisha a high father. Nahor ikawa inamaanisha snorting. Tukaangalia snorting ni sniffing, inhaling something through your nose. Alafu Harani akawa inamaanisha mountaineer. Alafu tukaona kwamba Lutu inamaanisha pebble katika lugha ile ya Uru wa Wakalidayo. Na tukaona Milka ilimaanisha queen na Iska ikamaanisha one who looks forth. Alafu tukaona mke wake mtumishi wa Mungu Ibrahimu aliyeitwa Sarai. Sarai ilikuwa inamaanisha my princess. Leo mpendwa, tukaona ya kwamba walitoka katika nchi ya Uru wa Wakalidayo wakasafiri mpaka Haran. Walipofika Haran wakasimama pale mpaka Tera akaaga dunia. Mzee Tera alipofariki, wapendwa, nini kilichofanyika? Ibrahimu na Lutu na Sarai na wafanyikazi wao wakaanza safari ya kwenda Kanaani baada ya kuitwa na Mwenyezi Mungu. Sasa mpendwa, Ibrahimu amefika Kanaani. Maandiko yalituambia kwamba alipofika Kanaani alitafuta mahali patakatifu na akajenga hema yake pale, na Bwana akamtokea tena mara ya pili. Na alipomtokea pale, Biblia inasema ya kwamba Ibrahimu akamjengea Bwana madhabahu. Na tuliona ya kwamba safari zetu zisikomee Haran, lakini zifike Kanaani. Ndilo lengo na kusudi lake Mwenyezi Mungu, nikiwa na imani ya kwamba hata nawe safari yako pia itafika hapo kama ulivyokusudia kwamba iweze kufika pale. Sasa siku ya leo tunaangalia Ibrahimu akiwa Kanaani. Ibrahimu akiwa pale Kanaani, kuna jambo lilitokea, na nilipokuwa nikisoma kitabu cha Patriarchs and Prophets nikaona mambo ya ajabu ya kwamba Mungu anaruhusu watumishi wake wapitie majaribu ili akonfamu imani yao. Kama alivyokuwa akisema ni kwamba Ibrahimu akiwa pale, njaa ilistrike pale Kanaani, na njaa ilipogonga kukawa hakukaliki, kwa sababu huyu bwana ana mifugo, huyu bwana ana wafanyikazi, hawa wote wanamwangalia yeye. Sasa kama njaa imeingia, tutafanyaje? Ikabidi Ibrahimu atafute jambo la kufanya kwa ajili ya kusalvage maisha ya wanadamu na maisha ya mifugo yake, yeye pamoja na Lutu mwana wa nduguye Haran. Sasa mpendwa, Biblia inasema katika aya ile ya 10, sura yake ni ile ya 12. Bado hatujaondoka sura ya 12, tumo ndani ya sura ya 12. Biblia inatuambia kwamba
basi kulikuwa njaa katika nchi ile, yani nchi ile ya Kanani ambayo Ibrahimu alikuwa ameenda. Abrahamu akashuka Misri akae huko kwa muda, maana njaa ilikuwa nzito katika nchi. Kwa hivyo Abrahamu akashuka Misri, na aliposhuka Misri alienda kwa kusudi la kwamba aweze kuokoa maisha yake, aokoe maisha ya watumwa wake, aokoe maisha ya Lutu, aokoe maisha ya watumwa wa Lutu na mifugo yao waliokuwa nayo. Kwa hiyo sasa ikabidi ashuke Misri. Mtumishi wa Mungu huyu aliyeitwa kwa uwezo wa Bwana ameisikia sauti ya Mungu, ametoka Haran, ameenda Kaanani, ameisikia tena sauti ya Bwana, amemjengea Bwana madhabahu. Now you may ask yourself a question. Why didn't God bring rains into the land of Canaan so that Abraham may have enough food and pasture for his livestock? Ni kwa nini Mungu amemuita huyu mtu? Na baada ya kumuita mtu huyu Ibrahimu, ametoka pale kwa kauli ya Bwana, ameenda Kanaani, and then drought ina strike Kanaani. Nyasi zinaangamia, chakula kinapotea, Ibrahimu hatari ya kufa, na mke wake Sarai pamoja na Lutu mtoto wa ndugu yake, na mifugo yao na wale wafanyikazi waliokuwa nao. So maisha yao yako katika hatari ya kuangamia katika nchi ambayo Bwana alikuambia uende. Now most of the times we as human beings tunaweza kuwa na maswali mengi sana. Si Ibrahimu angebaki pale aone uwezo wa Mungu? Labda ungesema hivyo. Ama ni kwa nini Mungu akaruhusu hili jambo limpate Ibrahimu wakati Ibrahimu ameitii sauti yake to the latter? Sikia nikwambie mpendwa, haimaanishi kwamba unapoitii sauti ya Bwana hautapitia majaribu. Majaribu Mungu anayaruhusu yaweze kuja kwako ili kwamba aweze kuthibitisha imani yako. Mungu huyu aliyesema na Ibrahimu ana uwezo wa kuzuia kiangazi. Mungu huyu aliyesema na Ibrahimu ana uwezo wa kufanya mvua inyeshe. Mungu huyu aliyesema na Ibrahimu ana uwezo wa kumhifadhi Ibrahimu katika nchi ya Kanaani, because that is the promised land. For the Bible states clearly ya kwamba the second time God appears to Abraham, anamwambia ya kwamba mimi nitakufanya kuwa taifa kubwa, na licha hayo nitakufanya kuwa mibaraka. Na katika nchi ile Ibrahimu anamjengea Bwana madhabahu. So inaonyesha Mungu amesema na Ibrahimu, na Ibrahimu anajua God is with me. But now this God who is gonna make me the great nation, who is gonna bless me, ameshindwa kuileta mvua. Kuna uwezekano ya kwamba Ibrahimu alifika mahali labda akaanza kuwa na ati inakuwaje hivi? Labda wale watu waliomwangalia akisema namfuata Mungu wa kweli, they had a lot of questions. Why is it happening this way? Biblia inasema ikawa alipokuwa karibu kuingia Misri, sasa ametoka Kanaani anaelekea Misri. Ikawa alipokuwa karibu kuingia Misri, akamwambia Sarai mkewe, tazama, najua ya kuwa mwanamke mzuri wa uso. Wow, this mama was beautiful. She was cute. Wengine wanasema she was gorgeous. Yani alikuwa ni mama mwenye uso kupendeza. Mpaka baba yetu Ibrahimu anamwangalia hivi, anajua hapa nilioa kitu cha maana. Hapa nilioa mwanamke anayependeza. Hapa nilijipatia mke ambaye naweza kujivunia. Lakini tunatelemka Misri. Sikia mpendwa. Aha, wanaume, je, mke wako ni mrembo? Wa kwangu ni mrembo, na ninaweza kulithibitisha hilo, maana ninajua ni mrembo. Si wa mwingine, huyu ni wa kwangu. Anaweza kuwa si mrembo kwako, lakini nataka nikwambie kwamba yule wa kwako ambaye Mungu alikupa, unafaa kumuona mrembo kama Ibrahimu alivyomuona Sara. Biblia inasema ya kwamba Ibrahimu akamwambia Sarai, ninajua ya kuwa wewe umzuri wa uso, unapendeza mama. Kwa hivyo verse 12, basi itakuwa Wamisri watakapokuona watasema, huyu ni mkewe, kisha wataniua mimi na wewe watakuchukua hai. Ibrahim ana reason katika akili zake. Anamwambia Sarai mkewe, tutafika Misri, maana tunaenda huko. Yuko na wafanyikazi, yuko na mifugo mingi, wanaenda kule kutafuta chakula cha mwanadamu na chakula cha wanyama. Misri kunacho chakula cha kutosha. Misri hakukuwa stricken by the drought iliyokuwa Canaan. Misri inapendeza kwa hali zote, ya kwamba kila anachokihitaji Ibrahimu atakipata. Lakini Ibrahimu akajua desturi ya heathens, maana alitoka katika nchi ya Uru wa Wakaldayo.
Desturi ya heathens ni kwamba wanaoa mke zaidi ya mmoja. Na Sara, mke wangu, tukifika pale, ninajua watakuona wewe ni mrembo kama ninavyokuona, na ili kwamba wakuchukue, watakapojua wewe ni mke wangu, hawataniacha hai, wataniua ndio wawe na sababu ya kukuchukua. Kwa hiyo anamwambia wataniua mimi na kuacha wewe hai. Sara anaangalia, anasema watakuua na waniache mimi hai, kisha takuwaje? Watakuchukua. Hivyo mpendwa, Ibrahimu anaenda, lakini anajua ni nini ambacho anakitarajia kule mbele. Sikia, tafadhali useme, Ibrahimu anasihi mkewe, tafadhali useme wewe undugu yangu, maana kweli alikuwa his stepsister. Sarai was a stepsister to Abraham. So anamwambia tafadhali useme wewe undugu yangu, iwe heri kwangu kwa ajili yako, na nafsi yangu iishi kwa ajili yako. This man of God is ready to sacrifice losing his wife so that he may maintain his life, because he knows after some time we'll get out of this place. Now when we get out, I'll take my wife back to me. Wow, what a situation. Wapendwa, hii si hali ya kupendeza, hii sio hali nzuri, hii sio hali ya kuvutia, ni hali ya kusikitisha kwamba baba huyu wa imani, by the way, by that time Abrahamu hajakuwa baba wa imani, maana hajabadilishwa jina akaitwa Abraham. Bado ni Abraham, bado yuko na mithili zile za Uru wa Kalidayo, bado yuko na chembe za Haran. Amefika Kaanani, jaribu limekuja, anakwenda Kaanani, anakwenda Misri. Sasa amekaribia Misri, Ibrahimu anashawishi mke wake, ninaomba tudanganye kwa ajili ya uhai wangu. Wanaume, ni mara ngapi labda umedanganya kwa ajili ya uhai wako? Ni mara ngapi umedanganya kwa ajili ya uhai wa mtu mwingine unayempenda? Maandiko yanasema ya kwamba Ibrahimu anamwambia Sarai, ninakusihi useme wewe undugu yangu, iwe heri kwangu kwa ajili yako. My life is important for you. And if we get out of this place, nitakuwa na uhai wangu tena. Lakini ukisema kwamba we ni mke wangu, kifo kinanikodolea macho. Taka nikuulize, mwanamke unayesikia maneno haya, ingekuwa ni mume wako amesema hivyo na nyinyi wa Kristo wa ndani, ungemwambiaje? Hakuna kudanganya, kama ni kufa we kufa, alafu sasa tuone vile mambo yatakavyokuwa. Mungu ana sababu na kila jambo. Ibrahimu akamwambia mke wake, tafadhali mke wangu, naomba kwa ajili ya uhai wangu, iwe heri kwako useme wewe ni ndugu yangu. Sikia, anataka nafsi yake iishi kwa ajili ya Sarai. Verse number 14. Basi ikawa Abrahamu alipofika Misri, wakamuona huyo mwanamke ya kwamba yeye ni mzuri sana, kama alivyosema Abrahamu. Hawa wakikuona watasema we ni mrembo. So akasema hawa wanajua we ni mzuri sana, so what is gonna happen? Wakuu wa Farao, the princes, wale waliokuwa karibu na Farao, wakafanya nini? Wakuu wa Farao wakamuona, nao wakamsifu kwa Farao. Basi yule mwanamke akachukuliwa nyumbani mwa Farao. Walipomuona hivi, wakaona ni mama mrembo. Now let me say this, chunga sana na wake wa watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ninarudia, chunga sana na wake wa watumishi wa Mungu. Kuna watu ndani ya kanisa wamezoea kuchukua wake za wengine, wamezoea kuchukua wasichana wa wengine, wamezoea kuchukua wanawake ambao si wa kwao. Wanataka kuwa na mithili za Wamisri, wanataka kuwa na mithili za watu wa mataifa. Na sasa hapa tunaonywa na kuambiwa, mke wa Ibrahimu amesema huyu ni dada yangu, na Farao kwa sababu ana ruhusa ya kuoa wake wengi akasema mleteni. Akajitwalia mke wa mtumishi wa Mungu, akajitwalia mwanamke ambaye ni mcha Mungu, akamchukua nyumbani kwake. Mpendwa, wakati mwingine watu wanadhani ya kwamba unaweza kuchezea familia ya watu wa Mungu. Watu wanadhani ya kwamba unaweza kuchezea wacha Mungu, lakini nataka usikie maneno haya vizuri. Verse number 15. Akachukuliwa, akapelekwa nyumbani mwa Farao. Verse 16 nasema nini? Biblia nasema, naye akamtendea Abrahamu mema kwa ajili yake. Nani akamtendea nani mema? Farao akamtendea Abrahamu mema
kwa ajili ya Sarai, maana alijua hapa nimepata bibi. Sasa Ibrahimu amekuwa shemegi yangu, na kwa sababu Ibrahimu ni shemegi yangu, ni wacha nimtendee mema. Akampatia mahali pazuri, akamweka vizuri na wafanyikazi wake, akamweka vizuri na Lutu na mke wake, akawaambia sasa hapa hamna shida, nyie mmekuja, kaeni, jihisini mko nyumbani, maana nishapata bibi, nimeongeza. Huyo ni mke wa mtumishi wa Mungu. Ibrahimu anaangalia, how does it feel? Mke wako anachukuliwa na mtu na umemwambia ni dadako na ameenda naye, na unajua wazi kile ambacho wataenda kukifanya kule, na Ibrahimu amekaa pale. Mungu, sasa nifanyeje? Nifanye nini? Nishampeana na nimesema ni dadangu, sio mke wangu. Kwa hivyo sasa kitakachofanywa kwa Sarai, Mungu wewe unajua. Nilichokuwa nahitaji ni kuokoa maisha yangu. I want to tell you brothers and sisters, at this point in time, tusifanye kama Ibrahimu alivyofanya, kwamba tunamwachilia mke wetu achukuliwe kwa sababu tumesema dada yetu okoe maisha yetu. Tumtetee mke wetu mpaka hata kama ni kwa kifo. Wanasema over my dead body, mke wangu utamchukua kama nimekufa, si kama niko hai. Biblia inasema ya kwamba akamtendea Ibrahimu mema kwa sababu alijua nimepata mke. Mungu naye halali. Brothers and sisters, Mungu halali. Mtumishi wa Mungu Ibrahimu amepeana mke wake, ndio. Farao amemchukua, ndio. Amempatia Ibrahimu hali pazuri pa kukaa, sawa. Na sasa Sarai yuko nyumbani mwa Farao, na Sarai bado anamtegemea Mungu wa mbinguni. Ibrahimu bado anamtegemea Mungu wa mbinguni. Nini kilichotendeka wapendwa? Maandiko yanasema naye akamtendea Abrahamu mema kwa ajili yake, naye alikuwa na kondoo na ng'ombe na punda waume na watumwa na wajakazi na punda wake na ngamia. Alikuwa na vitu vingi Ibrahimu mtumishi wa Bwana, na kwa sababu ya vitu hivi vyote Farao akaona ya kwamba nimtendee Ibrahimu mema, maana kupitia kwake nimepata mwanamke. Verse number 17 nasema ya kwamba lakini Bwana, haleluya, unaposikia lakini Bwana, the whole story now takes a different move, it takes a different turn, ya kwamba Farao anajua nimepata mke. Farao anajua hapa nimefika. Farao anajua hapa sina matatizo. Biblia inasema ya kwamba Farao sasa alipokuwa ameshamchukua Sarai na yuko naye nyumbani kwake, amempatia Ibrahimu mali, amempatia Ibrahimu vitu vya kukaa navyo, amemweka mahali pazuri kwa ajili ya mifugo yake na chakula na wafanyikazi wake. Biblia inasema wapendwa, that tells you God is always on time. Wakati Farao alipomchukua mke wa mtumishi wa Bwana, nini kilichofanyika? Biblia inasema lakini Bwana akampiga Farao na nyumba yake mapigo makuu kwa ajili ya Sarai mkewe Abrahamu. Yaani Mungu hawezi kunyamaza unapochukua mke wa mchungaji. Shika hilo. Unaweza kuwa ni church elder, uko na uwezo, pastor maskini hana uwezo, na kwa sababu hana uwezo ukanyemelea mke wake na ukamdanganya ukamchukua. Unaweza kuwa wewe ni mchungaji na ukachukua mke wa mchungaji mwingine. Unaweza kuwa wewe ni mshiriki na ukachukua mke wa mshiriki mwingine. Sisemi kwamba wake wa wachungaji peke yake ndio wasichukuliwe. Usichukue mwanamke asiye mke wako. Biblia takatifu inasema ya kwamba Farao akapigwa na mapigo makuu na Bwana kwa sababu ya Sarai mke wa Ibrahimu. Mungu alisema you are now getting overboard. Ulifaa kujua yule aliyeoa amekutosha. Kwa nini uchukue wa mtumishi wangu? Farao akawa amemchukua Sarai, and God said no. Brothers and sisters, a time comes when God is gonna stand in your behalf to defend you, to protect you. It doesn't matter what it'll take, God will always be on time. When Pharaoh took the wife Abraham and decided that I will make her to be my wife because she has declared that she is a sister to Abraham, now the Lord stood up for his servant Abraham and decided, I will punish Pharaoh. God is going to come for you if you take the wife of God's servant. I tell you. Wacha nikwambie, maandiko yanasema ya kwamba Mungu akampiga Farao kwa mapigo makuu na nyumba yake. So the sin was committed by Pharaoh.
but the consequences were felt by the entire home. Nataka nikwambie mpendwa, kuna dhambi unaweza kuifanya na ika-affect your entire family. It is now time to cleanse ourselves. It is now time to get it right with God. It is now time to walk in the line of heaven. Kwa sababu ya kuwa dhambi aliyoifanya Farao ya kumchukua Sarai, hakulala naye, alimchukua kama mke wake. Hata kabla aende kulala naye, the Lord came down on him. Na maandiko yanasema ya kwamba akampiga kwa mapigo makuu. Unataka mapigo makuu ya Bwana? No, I don't think. Then the Bible says, baada ya kumpiga Farao na mapigo makuu, ndipo Farao akamwambia Abraham akasema, ni nini hili ulilolitenda? Kwani wewe ulikuwa hujui kwamba uko na mke? Mbona uulize tena? Ulikuwa tosheke na yule uliye naye. Kwa nini ukachukua mke wa mtumishi wa Mungu? Hata ingawa alisema ni dadake, sawa, lakini hukuwa na haki Farao ya kumtoa mke wa Ibrahimu kuwa mkeo. Biblia inasema Farao akamwita Abrahamu haraka, hebu njoo hapa. Abraham, ni nini hili ulilolitenda? Mbona hukuniambia ya kuwa huyu ni mkeo? Mbona ulisema huyu ni umbu langu hata nikamtoa kuwa mke wangu? Basi sasa huyo mke wako umchukue uende zako. I don't want to see you around here. Farao alikiona cha mtema kuni. Farao aliona moto. Biblia inasema kile alichokiona, mapigo aliyowaangukia, haijasema hapa ni mapigo gani, lakini mapigo aliyompata Farao na nyumba yake. Alifika mahali Farao akamwambia Ibrahimu, kuja hapa haraka, njoo. Alafu anamuuliza, ni nini hili ulilolitenda? Do you think kama Abrahamu angemwambia huyu ni mke wangu, wangemwacha hai? Wakati mwingine Mungu anaruhusu mambo fulani yatendeke ili awapatie watu fundisho. Maana Farao alikuwa na malengo. Kama Abrahamu angesema huyu ni mke wangu, Abrahamu angeuawa na kisha mke wake akatwaliwa. Lakini aliposema huyu ni dadangu, Farao akamchukua akamwacha Abrahamu hai, na Mungu akaingia kati ili amuokoe mtumishi wake na meno ya huyu fidhuli Farao. Na ndipo Farao akamwambia Abrahamu, tafadhali njoo haraka, njoo hapa. Ni nini hili ulilolitenda? Akaulizwa, nimefanyaje? Akamwambia, wewe mbona uliniambia huyu ni umbu lako badala ya kuwa ni mke wako, hata nikamchukua awe mke wangu? Imekuwaje Abrahamu? Mbona hukuniambia mapema? Sasa basi mke wako huyo chukua. Simtaki tena. Kaambia utachukua. Simtaki tena. Abrahamu anaambia, huyu dadangu kweli, maana tulizaliwa na baba mmoja ingawaje mama tofauti. Inawezekanaje kwamba siwe dadangu? Huyu ni dadangu, utamchukua? Mungu amesema huyo si dada yake Abrahamu, ni mke wake sasa. Maana Abrahamu ameshamuoa na amekaa naye. Inakuwaje Farao uchukue mke wa mtumishi wangu? Inakuwaje wewe uchukue mke wa mchungaji? Inakuwaje wewe uchukue mke wa fulani, mtumishi wa Mungu, na ukachukua mke wake? Mungu anakuja kwako. Oh, Mungu aturehemu. Mungu atusaidie. Biblia inasema ya kwamba akamwambia mke wako huyo, chukua na uende zako. Verse 20, Farao akawaagiza watu kwa ajili yake, akawaagiza watu kwa ajili ya Abrahamu. Hapa mambo yalikuwa makali. Akawaambiaje? Wakampeleka njiani na mkewe na kila alichokuwa nacho, wakamsindikiza. Unajua, alikuja as a sojourner, alikuja kama refugee, anatafuta mahali pa kulisha wanyama, anatafuta mahali pa kukaa na aweze kupata chakula. Lakini sasa anarudishwa as a king. Harudi tena kama refugee, harudi tena kama sojourner. The Bible tells me here that Pharaoh ordered soldiers, ordered a council of people that Abraham is not gonna leave this place alone. You have to go with him. Get him out of Egypt. Mungu ametenda jambo kwa ajili ya mtumishi wake. Anasema Farao akaagiza watu kwa ajili ya Abraham. Afanyeje? Wakampeleka njiani kama alipokuwa akija. Alikuwa na shida, labda mifugo anaingia kwenye mashamba ya wenyewe, labda kuna shida hii, anasukumana hapa mpaka kafika. Lakini sasa Farao akasema, nitakupatia watu wa kwenda nawe, for I have now known that you are not just a common person, you are not just any other a
Canaanite. You are not just any other person from the Ur of Chaldean. You are not just any other person from Haran. This is a servant of God. And now Pharaoh decided, you are not gonna walk out of this place alone. I'm going to send you people to take you out of the place. Na Biblia inasema ya kwamba wakaenda njiani na mke wake. Sasa wanarudi wakiwa wameandamana na Wamisri, wanatembeza mifugo ya Ibrahimu na ya Lutu, wanaenda nao. Ibrahimu hana tension tena, amepewa vitu vingi, chakula anacho, na Ibrahimu akarudishwa katika nchi yake ya Kanaani. Sikia nikwambie mpendwa, this is a warning that we ought to sound to the people today, that we have to understand that God has a purpose for everything that is happening. Unaposoma kitabu cha Patriarchs and Prophets, kitabu cha Patriarchs and Prophets, unapoangalia katika page 131 paragraph 1, nitasoma paragraph 1 and paragraph 2, inasema maneno haya: the warning that had been given to Pharaoh proved a protection to Abraham in his after intercourse with heathen people. Sasa kuna kitu ambacho Mungu anakisema hapa. Onyo ambalo Mungu alimpatia Farao lilikuwa na lengo gani? Lilikuwa ni kinga ambayo Ibrahimu alipaswa kuichukua na kuonyesha kwamba watu wa Mungu hawafai kufanya ushirika na watu wengine. Sio ushirika wa kwamba waweze kuwa pamoja, yani wasioane. Usije ukachukua binti yako ukampatia mtu wa mataifa. Anasema it was an after intercourse with the heathen people. Musichangamane na watu wasiomcha Mungu. For the matter could not be kept secret, and it was seen that the God whom Abraham worshipped would protect his servants, ya kwamba jambo hili halingeweza kuwa siri, na lionyesha kwamba Mungu ambaye anaabudiwa na Ibrahimu anaweza kuwalinda watu wake. Oh brothers and sisters, let me tell you, Mungu atakulinda. Wewe uliye mcha Mungu usiogope. Mungu atakulinda na mke wako, atakulinda na watoto wako, atakulinda na mifugo yako, atakulinda na kazi yako, atakulinda mpendwa. Maandiko yanasema ya kwamba for the matter could not be kept secret, and it was seen that the God whom Abraham worshipped would protect his servants, and that any injury done him would be avenged. Kila dhambi ambayo umemtendea mtumishi wa Mungu, Mungu atailipa. Tubu kabla haujachelewa. Anasema kila dhambi unayotenda mtu wa Mungu, Mungu atailipa. Then she goes on to say, it is a dangerous thing to wrong one of the children of the king of heaven. Ni jambo la kutisha, ni jambo la kuogofya kumkosea mmoja wa wana wa ufalme wa mbinguni. Sikia nikwambie mpendwa, unapomkwaza mtumishi wa Mungu, unapomkwaza mtu wa Mungu, it's dangerous. Ni kama kupigana na Mungu. Maandiko hapa yanatuambia kwamba it is dangerous to offend one of the children of the king of heaven. Then he goes on to say, the psalmist refers to what? Refers to this chapter in Abraham's experience when he says, in speaking of the chosen people, that God reproved kings for their sects, saying, touch not mine anointed and do my prophet no harm. Wapendwa, anasema mwandika Zaburi Daudi ananukuu maneno ambayo yalitendeka kule kwa Farao na Ibrahimu, ya kwamba Mungu amesema, usimguse mti wa mafuta wangu, usimguse. Touch not mine anointed. Usimguse mti wa mafuta wa Mungu. Ukamhuzunisha, ukamkwaza moyo, ukamfanya siwe na amani. Usimhuzunishe mtumishi wa Mungu. Paragraph number 2 inasema hivi: there is an interesting similarity between Abraham's experience in Egypt and that of his posterity centuries later. Anasema kuna vitu sasa vinavyofanana. Kwenda kwa Ibrahimu kule Misri alivyokaa, na mtoto wake Isaka alivyokuja baadaye, na mjukuu wake Yakobo alivyokuja baadaye, na wana wa Yakobo alivyokwenda Misri. Anasema kuna mambo yanafanana. Wapendwa, Mungu aliwapeleka watu wao wote ambao ni taifa lake katika nchi ya Misri kwa ajili ya kuwapima imani zao. Angalia hapa, anasema both went down into Egypt on account of famine. Ibrahimu alienda kwa sababu ya njaa. Isaka naye kulipokuwa na njaa akateremkia Misri.
wana wa Yakobo kulipokuwa na njaa wakateremkia Misri. Kwa hivyo wote walienda Misri kwa sababu ya njaa. Now listen. Anasema, and both sojourned there, na wote wakakaa huko. Now, though the manifestation of divine judgment in their behalf, through the manifestation of divine judgment in their behalf, the fear of them fell upon the Egyptians. Kwa sababu ya uwepo wa Mungu na hukumu zake kwa ajili ya watu wake, hofu iliwaangukia wa Misri kwa ajili ya Waisraeli. And enriched by their gift of the heathen, they went out with a great substance. Walipoenda pale walikuwa hawana kitu. Walipoenda pale walikuwa wameenda kutafuta msaada. Walipoenda pale walikuwa wanajaribu kuangalia tutaokoka vipi. Lakini walipotoka Misri, Ibrahimu alitoka na mali nyingi alizopewa na Farao. Nataka nikwambie, Isaka alitoka na mali nyingi alizotoa kwa Farao. Na hata wana wa Yakobo walipotoka pale, walitoka na mali nyingi. Remember in the wilderness, wakijenga the tabernacle, walitoa dhahabu na ikatumiwa. Waliipata wapi? Waliipata Misri. So whenever a servant of God is taken captive somewhere, he is not going to leave that place the way he came. Anatoka na zaidi ya vile ambavyo alikuja. Nataka nikwambie mpendwa, when the protection of God is upon you, fear not. Kwa sababu Abraham alikuwa na mashaka, labda nitauawa, lakini Mungu akasema, I stand for you my servant. Mungu anasema leo, I stand for you my servant. Nataka nikwambie mpendwa, haijalishi hata kama alienda kule kwa sababu ya kutafuta chakula, alienda kule kwa sababu ya kutafuta malisho, alienda kule kwa sababu ya kutafuta jinsi ambavyo angejiokoa. The protection of God was always with him. And by the grace of God, Abraham left Egypt with a lot of wealth than when he went there. Nataka niseme nini? Ni kwamba Mungu ana uwezo wa kulinda watu wake. Haijalishi wanapitia nini, haijalishi wanakumbana na magumu gani. Nataka nikwambie siku ya leo mpendwa, huenda ikawa nawe maishani mwako kuna jambo linakuumiza, kuna jambo linakusumbua, kuna jambo linakutesa na unajiuliza nitafanyaje Bwana? Usiogope. Alisimama na Ibrahimu, atasimama nawe. Alisimama na Isaka, atasimama nawe. Alisimama na Yakobo, atasimama nawe. Hawezi kukuacha wewe mtumishi wake uweze kuumia. Our God is a faithful God and he will always be with his people and protect them. May God bless you and may he prepare you for the soon return of our Lord Jesus Christ, because his protection is guaranteed. Unaweza kunipigia simu tuwasiliane kwa maombi na kwa ajili ya mashauri. Namba iko kwa screen. Mungu akubariki sana. Tunaomba. Baba yetu na Mungu wetu uliye mwema, asante kwa nafasi hii. Jina lako litukuzwe na upewe sifa. Ninakuhimidi kwa pendo lako kuu maishani mwetu. Na wakati huu Bwana, umetuleta kwako ili kwamba tusikie kutoka kwako. Tumeona ulinzi wako kwa watumishi wako. Hata Ibrahimu alipokuwa naogopa, bado ulisimama naye na ukamtetea. Nina imani ya kwamba unatetea nasi siku ya leo. Usitupungukie wala kutuacha, na ukaweze kuwa mtetezi wetu daima. Neema yako na itutoshe, na utuandae kwa ajili ya uzima wa milele. Wacha fundisho lile la Ibrahimu likaweze kutuvuta karibu nawe, maana ni kupitia kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Barikiwa.